Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media. Ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa kufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho wako nacho kwa wakati huu. Mambo yanaonekana kuwa mazito ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kulingana na kile ambacho kinaendelea. Mvutano huenda ukawa ni mzito kweli kweli juu ya maamuzi haya ambao Young Africans wanakwenda kuyafanya kwenye kikosi chao. Inaelezwa ya kwamba mambo yamekwenda tofauti na vile ambavyo wengi walitarajia, hususan viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans juu ya kikosi chao kuelekea kwenye ligi kuu Tanzania bara, pia na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huenda wakaona kama ngoma inazidi kuwa nzito, inabidi wafanye maamuzi mapema kabisa ili kuweza kunusuru hali ya timu yao kwa kile ambacho kinachoonekana. Sasa Young Africans wametoa maamuzi haya, na mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga ni kama vile wapo kwenye hali ya mpito kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Inaelezwa kwamba pengine taarifa ambayo huenda ikawa sio nzuri kwa benchi la ufundi la klabu ya soka Young Africans ni juu ya kuondoka kwao kwenye kikosi hicho. Taarifa inaelezwa kwamba kile kinachoonekana pila gimbi, pila gumu kweli kweli ambalo linapigwa na kocha Ramovic Falls. Hapa nazungumzia kocha wa klabu ya soka Young Africans ambaye hana muda na kikosi hicho, lakini inaonekana kama vile hana mwelekeo mzuri wa kuipeleka timu kwa kile ambacho kinachoonekana. Sare moja tu imewatosha wananchi kuimba nyimbo za kwamba hawamtaki kocha huyo, viongozi wafanye utaratibu wa kumpata kocha mwingine. Sasa taarifa inavyoeleza kwamba makubaliano yamefikiwa kwa pande zote mbili juu ya wao kuweza kumalizana mapema kabisa ili mambo yasije kuharibika huko mbeleni. Inaelezwa kwamba, anaandika mchambuzi wa soka hapa, anazungumzia Ans Rafael, anasema ya kwamba pengine sasa hapa anasema kwamba kwenye imefika mwisho, kwenye dabi ijayo tutakuwa na hawa makocha wawili. Fadu tayari ameondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, lakini Romain Folz atatimuliwa muda wowote kuanzia sasa. Kwa kifupi, dabi ijayo itakuwa na sura mpya kwenye mabenchi ya ufundi. Unaona bana, Yanga wako sokoni kusaka kocha mpya kwa kile ambacho kinaeleza wakati huu. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yanavyozidi kwenda kuwa mazito kweli kweli. Young Africans ni kama vile wamekubali kwamba sasa wana mpango wa kuachana kabisa na kile ambacho kinachokwenda. Anaandika mchambuzi Ting Mugo, anasema kwa mchezo ama uongozi wa Yanga chini ya Rais Engineers una akili timamu, na sitaki kuamini kweli wameingia kwenye mkumbo wa kumtimua kocha Romain Folz kisa kelele za mashabiki ambao hata kadi ya wanachama hawalipi kodi. Hizi ni propaganda ambazo wanazitengeneza ili kuiporomosha Yanga ishuke na kuanza migogoro.
mgogoro. Sidhani kama Yanga chini ya Rais Imar na wao watakuwa wameingia kirahisi kwenye mtego huu. Binafsi naona kocha hana tatizo lolote na ni suala la muda tu ambalo kwa sasa anatakiwa kupewa. Yanga msiingia kwenye mtego wa watani. Wewe unaona kile ambacho kinachoendelea ni sahihi? Unaona bana, kwa yale ambayo yametokea kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ni kama vile Yanga kinachotokea kwa sasa ni kama vile Yanga wanaona ni wakati sahihi wa kuweza kuachana na kocha huyo kwa kile ambacho kinaendelea, ambapo kocha Romain Folz amecheza michezo 5, ameshinda michezo 4, ameruhusu mechi 1, amefunga magoli 9, hajaruhusu goli mpaka sasa. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichopo, lakini bado watu wanamhukumu kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo taarifa kwa mashabiki wa Yanga ni kwamba kelele zao huenda zimepata jawabu kwa kile ambacho kinachoonekana kwamba mpaka sasa wameamua kuweza kuachana na kocha huyo. Mpira wake umeonekana kuwa mzito kweli kweli juu ya kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Lakini katika taarifa nyingine inasema ya kwamba baada ya kumtimua kocha hapa nazungumzia Romain Folz, inaambiwa kwamba Yanga popote ulipo, kile ambacho kinachokwenda kutokea, Yanga sasa wanataka kuweza kurudisha moja kati ya makocha hao. Unaambiwa Yanga kwa sasa wameshajenga uongozi imara ambao hautoteleshi mambo madogo madogo, sio utamaduni wao, yani mambo ya kuumia roho kwao sio upande wao. Lakini inaelezwa kwamba klabu ya Yanga ipo katika mchakato wa kumrejesha aliyekuwa kocha wao wa zamani Sidi Ramovi. Kutokana na vyanzo mbalimbali ni kwa muda wote kuanzia sasa klabu hiyo itatangaza kuachana kocha Romain Folz. Mazungumzo ya kumrejesha yanaendelea, yanategemea kukamilika muda wowote na atatangazwa kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo ni swala muda tu Yanga walivyomtambulisha German machine Sidi Ramovic. Nzala walibeza sana kuwa wameishusha daraja timu hiyo Afrika Kusini. Sidi Ramovic ameondoka Yanga kama shujaa ambaye bado wananchi walikuwa na muhitaji kuendelea naye. Wananchi wameanza kuibomoa timu yao wenyewe kwa kile ambacho kinachoingia. Jukumu la kwanza ni timu kushinda vizuri, hayo mengine yatakuja baadaye kwa mujibu wa kauli sasa za wachambuzi wenyewe wanazungumza kile ambacho kinachoendelea, ambapo kamati ya masaa 72 imemfungia miezi 3 mkurugenzi wa mashindano wa Yanga Ibrahim Mohamed. Unaona bana, pia kamati ya maadili hapa imetoa funzo kwa wachezaji wote Tanzania. Hii ni adhabu ya Ibrahim Baka kufungua mechi 5 kwa vitendo visivyo vya kimichezo kama alivyofanya Baka dhidi ya Mbeya City. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeendelea, ambapo taarifa kwa umma Miguel Gamondi Master huenda naye pia akarejea kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, kwa sababu ofa zinaendelea kusikilizwa. Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakaojili, ila weka maoni yako hapo chini katika upande